Utendaji wa serikali yetu ni shirikishi, na ushirikishi huo una aina nyingi. Sio tu kwamba tukishirikiana mimi lazima labda nikupe fedha ndio uone kwamba nimekuwezesha. Tuna mambo mengi ambayo tunayafanya pamoja, na tunaandaa miongozo inayompa nafuu yule mtu anayekuja kushirikiana nasi kufanya shughuli hiyo, ili asiwe na mzigo mkubwa zaidi. Unaweza ukawa ushirikiano na uwezeshaji ni kwa njia ya mafunzo, semina mbalimbali tunazowapa. Inaweza ikawa ushirikishaji au msaada huo tunaopeana ni kwa njia ya wataalamu ambao tunawawekeza huko waweze kufanya hiyo kazi pamoja na sisi, au kuna jambo ambalo wewe ungehitaji we na fedha au taaluma fulani kulifanya, unalipeleka rufaa serikalini. Kwa hiyo niseme kwamba hatujafikia ile hatua kwamba moja kwa moja tunapeleka fedha kwenye maeneo yote, lakini tutazipeleka kwa namna nyingine ili kupunguza makali ya mtoa huduma yule kuifanya hilo kazi. Ataieleza zaidi katibu mkuu kupitia mtaalamu wake. Lakini matukio mengi ya ukatili, kuna mpango gani kuwa hayajirudii? Mpango tulionao ni sisi na jamii tushirikiane, matukio haya ya ukatili yasijirudie. Mengi yanatokana na migogoro ya kiuchumi. Ili kuweza kulifanyia kazi swala la kiuchumi lisiwe kisababu, tuna program za uwezeshaji wananchi kiuchumi, achilia mbali wanawake, vijana na wenye ulemavu. Changamoto iliyopo sasa ni Watanzania wangapi tunasikilizana katika kufikia huo uwezeshaji, na ndio maana hapa tunakuja na mikakati ya majukwaa ya uwezeshaji wanawake kiuchumi. Yanaanzia huko chini. Yanaanzaje? Watu waingie kwenye vikundi. Kuna watu wanapenda kutafuta fursa za maendeleo wakiwa peke yao. Hutaweza kufanikiwa kwenye dunia ya leo. Tunataka watu wakae kwenye vikundi. Kwenye vikundi wakikaa, watu wanawaza tu nikifika pale kwenye kikundi tayari napata hela. Hela zinafuata baada ya kuwa kwenye kikundi, ukapata taarifa, ukapata elimu, ukapata mafunzo, mkabadilishana uzoefu. Ukisha toka pale, ile elimu inakuambia na mtandao wa fursa zote. Na fursa hizi ndugu zangu hazipo tu kwamba 10% mikopo ya halmashauri au mkopo aliosema Dr. Gwajima hapa 7%. La hasha. Tuna mpaka mabenki yanayotoa mikopo nafuu kwa makundi maalum mpaka 1%, mpaka 2%. Sasa mtu huyu yuko bize, asubuhi kaamka kwenda kwenye kutafuta, karudi jioni kaenda kusikiliza sijui burudani gani, kikundi kimeshakaa, hajai kwenda hata siku moja. Anayapataje haya mambo? Yanampita. Lakini ukiwa kwenye kikundi cha maendeleo, elimu tunaoitoa pale, yani wewe lazima utoke, na kama hutoki lazima sisi tujue kwa nini huyu hatoki, na pale ndipo tunapokuandaa. Kwa hiyo matukio ya ukatili yasababishwayo na sababu za kiuchumi yanajibu kama hilo. Lakini kuna shida gani nyingine pia kwenye ukatili? Kuna imani na mila potofu na sheria kandamizi. Tumesema hapa kwenye taarifa yangu, tuna mwongozo wa majadiliano kuhusu mila na tamaduni zetu. Yaani kuna watu kule wapo kimkakati, walirithi, wamebeba, wanaenda na hizo dhana ambazo ni katili kwa watu wengine. Wewe mtoto anamaliza darasa la 7, kavunja ungo, unataka ukamuoze. Kama sio kumkatili uko nini? Kila siku napata message hapa, kafungiwa, anataka kuozwa kwa nguvu. Wewe ndio unaweka msingi wa ukatili kwa sababu unataka upate mirathi. Yule hana ridhaa na hayo mambo, wewe unamlazimisha. Akifika kule, akifika miaka 18, akili zake anajitambua, 15, miaka 20, anaanza kuona kwamba huyu niliyeozwa sio sampuli yangu, watu wendani kabisa. Alafu kinachotokea nini hapo? Ukaidi, masikilizano hamna, kujibizana, kwanza nililazimishwa, ngumi, ukatili. Kwa hiyo ni jambo linalohusu jamii nzima kuelewa kwamba mila na desturi tulizozirithi sio lazima ziende kwenye vizazi vyote. Lazima tufike, tuangalie, tuseme tumefika hapa, tuende vipi, na mambo mengi kama hayo. Lakini matukio mengi ya ukatili, wewe mtoto amefiwa na babake na mamake, amekuwa yatima, nyinyi jamii nzima pale mnakaa, mnaona anadhulumiwa mali na ndugu zake wengine, nyinyi mmenyamaza, hamsemi. Hivi si anakuwa katili? Akitoka hapo
Mtoto yule hana malezi, haendi kanisani, haendi msikitini, anajazwa mambo ya ovyo kichwani, anakimbia anakwenda mtaani. Akienda mtaani kakatiliwa, kapata mimba, anatumia dawa za kulevya, akirudi kule jambazi anawaibieni na nyinyi, anabaka watu, ni ukatili. Kwa hiyo sio swala la wizara peke yake, mkakati ni pamoja na sisi wote tunafanyaje. Umeliona jambo baya lina mwelekeo wa kukatili, tumeweka mifumo ya wewe kutoa taarifa mapema tuweze kuwafikia. Serikali za mtaa ziko hapo. Viongozi wa serikali ya kata wako hapo. Waheshimiwa madiwani wako hapo na wabunge wa wakilishi. Tuna mkurugenzi wa halmashauri. Tuna mkuu wa wilaya na mkuu wa mkoa. Tuna namba zimetangazwa zote, zinapokea hata simu ndogo hizi, nasema simu hizi zisio janja. Unatuma message ili sisi mara moja tuwasiliane kidigitali, tumfikie ule mtu katili. Watu wanakaa wanatazama, mimi sitaki kusema nitaonekanaje, mimi sijui nitafanywaje, mimi bwana mambo sitaki. Mwishowe ukatili umetokea. Tunaanza sasa kuwasiliana na kusambaza matukio. Tusambaze taarifa za dalili za kutokea kwa ukatili kwenye maeneo tulipo. Kupitia ngazi hizo tutaweza kudhibiti. Kwa hiyo mkakati ni mpana kuliko wa serikali au wizara peke yake. John Bukuku Fulshangwe, uratibu wa mashirika yasiyo ya kiserikali, maadili yamebadilika. Usiku mwanamke, mchana mwanaume. Mchana mwanaume, usiku mwanamke. Imeeleweka. Tuna mkakati gani wa ufuatiliaji? Mikakati ni pamoja na jamii yote. Tumetengeneza mwongozo wa kufuatilia mashirika yasiyo ya kiserikali, ambapo mpaka kule kwenye kata, kwenye serikali ya mitaa tuna wataalamu. Kama afisa maendeleo ya jamii hayupo, yupo kwenye ngazi ya kata. Kama hayupo, yuko ngazi ya halmashauri. Tuna vikao vya serikali za mitaa, vinatakiwa kuzungumza hiyo changamoto hapo. Kwanza iingie kwenye ajenda, iwe ni ajenda ya serikali, sio ajenda ya waziri wa maendeleo ya jamii wala wizara ya maendeleo ya jamii. Unakuta wamekaa mwaka mzima, hiyo sio ajenda. Kila mtu anaona mtoto wangu nikimtaja hapa ni mwanangu, anakumbatia yeye, anakumbatia yeye. Anajua kwamba mwanae usiku ni mwanaume, mchana mwanamke na kinyume chake, lakini hataki kuyasema hayo. Lakini mtoto huyo akiumwa malaria, anakwenda kusema mwanangu ana malaria, anatibiwa. Hilo ni tatizo ambalo inabidi tuliseme, lijulikane na tulikatae. Tusilikatalie huku ngazi ya wizara na ngazi ya bunge, tukatae kuanzia ngazi ya familia, ili ile iwe ni ajenda ya kumfanyia counseling yule mtu. Lakini kwenye kata kuna WDC, ni baraza la maendeleo la waheshimiwa madiwani, na mheshimiwa diwani mwenye jimbo ndio mwenyekiti pale. Wanakuja wataalamu wote na hizo NGO zote. Tumetoa maelekezo, lazima pale sasa mambo haya yaibuliwe, yasemwe. Na afisa maendeleo ya jamii na afisa ustawi wa jamii na afisa utamaduni, yuko mtaalamu wa tamaduni zetu, yuko wizara hii ambayo tuko hapa kwa msemaji mkuu wa serikali, wizara ya habari, utamaduni, sanaa na michezo. Wale wapewe kazi sasa ya kuzungumza kuhusu mila na tamaduni zetu kwenye vikao hivi vya WDC. WDC ikishapitisha ajenda pale, na wanasheria wetu wako pale, kwa sababu kuna mambo ni kinyume na sheria, inabebwa ile ajenda sasa, inapelekwa kwenye kwa mkurugenzi wa halmashauri kwamba WDC zetu kwenye kata zimezungumza haya. Mkurugenzi anawataka sasa wataalamu wake watoe majibu, kama ni mikakati ya elimu, miongozo ipo, waweke mikakati ya elimu. Kisha wanakwenda kwenye kamati za baraza la madiwani. Kuna kamati ya maendeleo ya jamii pia iko huko, wanayazungumza, wanaweka msimamo wa halmashauri, kama ni kuongeza elimu, kuongeza mikutano, kuongeza semina, kuongeza washa na vitu kama hivyo. Kama kuna NGO ambayo inachochea mambo kinyume na maadili, inakuwa imeshadakwa hapo tayari, sasa inaingizwa kwenye mfumo wa uwajibikaji. Na bahati nzuri nguvu za kusajili na kufuta usajili tumezipeleka huko kwa halmashauri. Baada ya hapo wanakwenda kwenye full council. Full council ni baraza la madiwani. Wakiweka azimio lao kwamba hii NGO inatusumbua, imethibitika, imeundiwa ufuatiliaji, inafutwa. Huku tunapata hesabu tu makao makuu. Sasa kuna maeneo wanafanya vizuri. Kwa mfano tuliona Tabora walifanya vizuri, walikamata NGO moja ambayo ilikuwa inaingiza vitabu ambavyo vilikuwa vieleweki. Lakini Moshi tulipata mkuu wa wilaya ya Moshi Mwanga naye alichukua uwajibikaji. Sasa mifumo iko vizuri, sasa ni uwajibikaji wa baadhi ya watu walioko huku waliopewa dhamana zao, lakini ni uwajibikaji wa wananchi pia. Wananchi wasifumbie macho
kwa sababu utakapofumba macho, mimi nakwenda mahakamani, natoka ushahidi ukatolewe. Wa kwanza kutoa ni baba na mama na ndugu na jamaa wanaomzunguka pale. Wamekaa kimya. Kumbe mtoto wao usiku, mchana, asubuhi bibi, mwanamke. Hii sio sawa. Hili ni swala la ulinzi wa mila na tamaduni zetu. Mtu anayekuja anapewa usajili, anaweza akawa mwema, akaenda kule akabadilika. Mfumo wa kidigitali uko viganjani mwenu, tuushirikiane wote. Na washukuru wanahabari kupitia Wizara ya Habari. Wamekuwa mstari wa mbele sana. Wakiona kitu wanapiga kelele, wanatoa taarifa. Tunachukua tu. Lakini tusiwaachie wanahabari peke yao. Wananchi tubebe wajibu, kwa sababu mawasiliano tumetoa, tupeane taarifa, tulinde taifa letu kwa pamoja. Umeongelea kuhusu mikopo, usajili, network vijijini. Network vijijini sehemu kubwa sana, niwaambie ndugu zangu, inafika. Na hata pale isipofika, maafisa maendeleo ya jamii waliopo ngazi ya kata wamewezeshwa vishikwambi. Tatizo ni amka, ndugu mwananchi. Fika kwenye serikali ya mtaa, sema nina biashara yangu hii, ninataka nisajiliwe na huyo afisa biashara, na huyo afisa maendeleo ya jamii, na huyo afisa tehama. Kupitia taarifa hizo kufika hapo, mimi sina hiyo simu janja. Wale huwa wanafuatilia, leo tuko wapi, tunakwenda kusajili, wanakuja hapo, wanasajili, wanazunguka. Ndio utaratibu waliopewa. Sasa swala moja, taarifa kufika na mtu kufanya uamuzi. Ninasema kwamba tuna waliosajiliwa zaidi ya 100,000 na wako vijijini huko pembezoni. Amka na wewe ndugu mwananchi, chukua hatua. Utakapokwama, toa taarifa ili tujue nani huyo anayekwamisha. Maana na wakwamishaji mmoja huwa waishi katika kila sekta, katika kila sehemu, hata kwenye familia zetu. Lakini kwa kuwasiliana tutaweza kuwafikia na kuhakikisha wanafanya kazi yao vile ambavyo tumewaelekeza. Rebecca Azam, watoto kujinyonga, data na hatua. Atanisaidia kamishna baadaye, lakini niseme matukio watoto kujinyonga. Kwanza tuweze kujua dalili za mtoto anayeelekea kuchukua maamuzi magumu haraka kabla hajachukua hayo maamuzi magumu. Haya ni masuala ya malezi na